Tunapita katika vipindi vya uchaguzi, mwaka ambao una vishawishi vingi, mwaka ambao una maneno mengi, mwaka ambao wakati mwingine watu wanaweza wasipime kauli zao. Ni mwaka ambao vyama vyote vinatakiwa vipime kauli zao. Chama cha Mapinduzi lazima tupime kauli zetu. Vyama vya upinzani lazima vipime kauli zao, kwa sababu wote tulenge katika kuimarisha amani ya nchi yetu. Kuna wimbo mmoja na hapa nataka mnisikilize kwa makini sana. Kuna wimbo mmoja wa zamani wakati wa vita ya Amini, mkuu wa mkoa anajua kwa sababu yeye ni mwanajeshi. Wanasema Idi Amini akifa mimi siwezi kulia. Sasa jana mwananchi mmoja kanitumia clip na ambayo nitawapa na nyinyi muisikilize. Naomba muisikilize alafu nitasema ninachotaka kusema. Chakula cha mamba wapinzani wakifa sisi hatuwezi kulia, tutawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Wapinzani wakifa sisi tuwezi kulia, tutawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. CCM oye. Mmeusikia? Sasa tofauti na ule unasema Idi Amini, huu unasema wapinzani wakifa mimi siwezi kulia, nitawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Sasa mimi nataka kusema nini? Huu wimbo umeimba wapenzi wa CCM, wamekaa mahali wameamua kuimba. Lakini sisi chama chetu lazima kiwe chama cha mfano. Wimbo wa namna hii ambao unaimba, hata hawana nia mbaya, wamefurahi tunaka wimbo kenye kazuri hivi, lakini ule wimbo unakaa kwenye vichwa vya watu kwamba wapinzani wakifa mimi siwezi kulia, nitawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Haya ni maneno yanayojenga chuki. Hayajengi upendo miongoni mwa Watanzania. Lazima tutafute nyimbo ambazo zinahamasisha watu bila kuchochea chuki dhidi ya Watanzania wengine. Maana mwisho wa saa lazima tukumbushane kwamba sisi wote ni Watanzania na tuna wajibu wa kupendana bila kubaguana. Ndio maana wimbo wa namna hii kama huu ambao nimewasikilizisha, kwa kweli mimi kama katibu mkuu wa CCM na upiga marufuku kutumika dhidi ya wapinzani. Sisi kama chama mama, kama chama baba katika nchi hii, lazima tuongoze kwa mfano. Lazima tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazounganisha watu. Tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazosambaza upendo. Tusiwe chanzo cha uchochezi, tusiwe chanzo cha vurugu, tusiwe chanzo cha maangamizi katika nchi yetu. Baba na mama wa demokrasia ni Chama cha Mapinduzi, na lazima tuitumie nafasi hiyo vizuri. Sisi wenyewe ndani ya chama tukumbushane wakati wote kwamba tuna wajibu wa kusimamia tulioyaanzisha. Amani tumeianzisha sisi, mshikamano tumeuanzisha sisi, umoja tumeuanzisha sisi. Lazima tuulinde kwa wivu mkubwa, na kila mtu anayejaribu kufanya hivyo ndani ya CCM tumkumbushe mara moja kwamba hii si sawa. Lakini na wenzetu wa vyama vingine wakiwa wanafanya vitu vya namna hiyo, tusiache kuwakumbusha. Tuwakumbushe kwamba kile mnachofanya si sawa. Tunataka tujenge nchi yenye mshikamano, nchi yenye umoja, nchi ambayo inalenga kutafuta maendeleo ya watu, sio nchi inayotafuta damu za watu. Na ndio baraka tutaendelea kuzipata. Alikuja hapa mwenyekiti wangu mstaafu wa CCM wa Songea mjini, kasema yule mama mabomu mawili kafikiri amebeba mtoto wake, kumbe amebeba mbwa. Na inatokea. Kama hujawahi kuona vurugu, kama hujawahi kuona vita, huwezi kujua kinachoweza kutokea. Huwezi kujua madhara na maafa yanayoweza kutokea kwa sababu tu ya watu kutochunga ndimi na kauli zao. Kwa hiyo nitumie mkutano huu wa Shirati kutoa wito kwa wana CCM na Watanzania wote kwamba tufanye kila lililo ndani ya uwezo wetu kuimarisha amani,
mshikamano na upendo miongoni mwetu. Tufanye kila lilo ndani ya uwezo wetu kuona kwamba Watanzania wanajitambua kama kitu kimoja. Wanatambua wajibu wao wa kulijenga taifa hili. Wanatambua nafasi yao katika ujenzi wa nchi yetu. Hakuna atakayetujengea Tanzania yetu. Tanzania yetu tutaijenga sisi wenyewe. Kila mwana CCM, kila kiongozi wa chama kingine, kila mwanachama kila chama kingine, wote hao wana familia katika nchi. Mkiona mtu amezidi sana kuongea maneno ambayo hayaeleweki, watembeleeni wazazi wake. Waambie naye kaeni naye jamani mtoto wenu. Kaeni na mtoto wenu. Mkiona katibu mkuu wa CCM Dr. Nchimbi anaongea mambo yanayovunja amani, mama yake yupo, wajomba zake wapo, watafuteni kaeni nao. Mwambie sasa mtoto wako anakotupeleka huku siko. Hebu kaa na mwanao. Ukiona Tundu Lissu anaongea mambo ambayo yanaleta vurugu katika nchi, tafuteni ndugu zake kule Singida kule. Waambieni mtoto wenu hapa anakotupeleka siko. Atatuvunjia amani ya nchi yetu. Na nchi ni yetu sote. Kwa hiyo hii mambo tusichoke. Swala la kukumbushana kuhusu kuchunga kauli zetu na matendo yetu yaendelee kujenga umoja wa nchi yetu, lazima tuendelee kukumbushana wote. Na kwa namna ya pekee kabisa na washukuru viongozi wa dini wa Tanzania, dini zote, wa Kristo, wa Islamu, wa Buddha, kamati ya amani ya mkoa wa Mara na mikoa mingine, kamati ya amani ya taifa. Viongozi wa dini wametoa mchango mkubwa sana katika kuendeleza umoja wa Watanzania. Tunawashukuru sana. Naomba tuwapigie makofi viongozi wa dini kwa mambo mazuri wanayotufanyia katika nchi yetu. Na tunawaomba kila katika nafasi watakayoipata, kila nafasi watakaopata viongozi wetu wa dini waendelee kwanza kuiombea nchi yetu amani na mshikamano, lakini pili waendelee kutukumbusha. Waendelee kutukumbusha kufuata sheria, kufuata kanuni, kufuata taratibu. Waendelee kutukumbusha kutoa kauli zinazojenga mshikamano katika nchi yetu. Wasichoke. Wameifanya kazi hii tangu mwaka 61, wameifanya mpaka leo. Wasichoke kutuunganisha. Wajiepushe kwa namna yote na mambo ambayo yanaweza kutugawanya kama taifa.